Mambo vipi Giant, tumekuja kwa mara nyingine tena katika sheria ya pili ya mamlaka, ambapo kitabu kinaitwa The 48 Law of Power, ambapo kimeandikwa na mwandishi anaitwa Robert Greene. Sheria ya kwanza tulijifunza kuhusu inayosema kwamba never outshine the master, yaani usimfunike na mkubwa wako, siku zote fanya waliokuwa juu yako wajihisi ni bora zaidi kuliko. Sasa hiyo ilikuwa ni sheria ya kwanza. Lakini kwenye sheria ya pili inasema kwamba usiwaamini sana marafiki, jifunze kutumia maadui. Usiweke too much trust katika marafiki, jifunze kutumia maadui. Sasa katika sheria hii mwandishi alikuwa anazungumzia nini? Alitoa baadhi ya mifano kadhaa. Kwa mfano, katika karne ya 9, miaka ya 800 baada ya Kristo, kulikuwa na ufalme ambao ulikuwa una nguvu kwa wakati huo. Maeneo ya Asia ulikuwa unaitwa Byzantine Empire, ambao ulikuwa umepakana kati ya Asia pamoja na Ulaya. Sasa wakati wa ufalme ule kulikuwa kuna mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Michael wa tatu. Mfalme ule alikuwa ni wakati anapata ufalme alikuwa kijana mdogo, ambapo baba yake alifariki akiwa bado mdogo. Kilichoenda kutokea ni kwamba baba yake aliuawa na mjomba wake ambaye alikuwa anaitwa Baldas. Kwa hivyo wakati ni kijana mdogo bado alikuwa hajui ni nani ambaye angekuwa upande wake. Wakati mama yake naye alikuwa tayari ni mdhaifu kwa kuwa anaumwa. Baba yake alikuwa anaitwa Theoctus. So kwa hivyo miaka ambavyo ilikuwa inazidi kwenda, akazidi kukua na alikuwa anahitaji kutafuta watu ambao tunaita allies, yani watu wa kufungamana nao. So wakati wa udogoni mwake alikutana na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa anaitwa Basilius. Basilius alikuwa ni miongoni mwa vijana ambao alikuwa ni vijana maskini sana, ambao walikuwa tu ni wachunga farasi wa polini. Sasa wakati huo, siku moja ambapo Michael wa tatu alipoenda kutembea msituni wakati kwenye matembezi yake pamoja na farasi, ilitokea tukio ambalo lilitakiwa limgharimu maisha, lakini alitokea kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Basilius ambaye alitokea kumsaidia na akamwokoa maisha yake. Kwa hivyo Michael wa tatu alitokea kumpenda sana Basilius, akamwamini mno. Sasa wakati anaendelea kukua na kutafuta watu ambao atafungamana nao katika ufalme, ilibidi amchukue Basilius, akaenda akamsomesha. Kwa hiyo kijana alitolewa kutoka katika ngazi ya chini kabisa, kutoka kijana ambaye alikuwa tu hana maisha, kapelekwa mpaka kwenye ufalme. Kwa alimsomesha Basilius. Lakini Basilius shida yake moja ilikuwa ni kwamba alikuwa ni mtu mwenye tamaa ya fedha. Alikuwa ni mtu ambaye haridhiki. Kwa hiyo akasomeshwa kote, lakini still alikuwa na hamu ya madaraka, akitamani kukua. Kwa Michael aliendelea kushirikiana naye, kaenda mpaka kwenye jumba la kifalme. Kwa akasoma, akawa ni mtu ambaye alikuwa anafanya vizuri sana kwenye maeneo mengi, lakini alikuwa anaendelea kujijengea nguvu. Sasa kadri ambavyo ushawishi ambao ulikuwa unaendelea, kwa kuwa Michael wa tatu alimpenda sana Basilius, ilibidi amuozeshe mpaka na ndugu yake wa karibu ambaye alikuwa anaitwa Angelina. Kwa hivyo miaka ilizidi kwenda, Basilius alipata nguvu, akawa na fedha nyingi. Wakati huo Michael wa tatu, kwa sababu alikuwa ni watoto, leo tunaweza tukasema watoto wa kishua, alikuwa na matumizi mabaya ya fedha, kiasi kwamba alifikia tu fedha zikawa zinamuishia. Lakini aliweka njama ya kwamba tumuue Baldas, kwa sababu alimwambia kwamba Baldas kwako ni nini? Ni tishio. Lakini baadhi ya watu walimshauri kwamba ingefaa muweke Baldas kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye uzoefu, japokuwa alikuwa anamchukia kwa sababu alihusika kwenye njama ya kufanya mzee wake kuuawa. Kwa hiyo wazee wenye hekima walimshauri badala ya kumweka Basilius amweke nani? Baldas. Lakini alipinga ule ushauri. Lakini kadri ambavyo siku zinavyozidi kwenda, Basilius alitengeneza njama ya kumua nani? Baldas, kwa sababu alikuwa anatamani kuwa kiongozi wa jeshi, kwa sababu wakati huo Baldas alikuwa ndo mkuu wa jeshi la Byzantine Empire. Kwa hiyo kwenye michezo ya farasi, wakati wanakimbizana vile, aliweza kumua nani? Akamua Baldas ambaye alikuwa ni mjomba ambaye alikuwa ni ndugu wa kuzaliwa na mama yake Michael wa tatu wa Byzantine. Kwa baada ya kumua Baldas, yeye ndo akapewa heshima sasa ya kuwa mkuu wa jeshi. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatamani mpaka cheo cha kuwa mfalme. Siku hiyo mfalme, bila kujua, tayari na fedha zilikuwa zinamwishia kwa sababu ya matumizi yake mabaya. Basilius akamfuata usiku mfalme pamoja na wanajeshi wake. Kwa mfalme anakuja kushtuka, anakuja kukuta tayari mikuki ipo pamoja na mapanga. Kwa alikatwa kichwa mfalme na kuuawa, kichwa chake kikichomeka kwenye mkuki, akawa anatembea nacho mtaani. Kwa sheria hii inatufundisha kwamba tuwe makini sana na marafiki, kwa sababu rafiki ni mtu ambaye anakufahamu vizuri. Yaani ni mtu ambaye anakujua zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo akigeuka kuwa adui, anakuwa ni mtu ambaye ni hatari zaidi kuliko hata adui ambaye ulikuwa naye. Lakini adui yeye hana cha kujificha kwako. Tayari kashajidhihirisha kwamba yeye ni adui. Ana kila sababu ya kuwewe kufahamu ni adui. Lakini adui anachotamani muda mwingine
kuonyesha kwamba ukimpa nafasi anaweza akafanya. Sasa simaanishi kwamba, au mwandishi anapozungumzia kwamba tujue namna ya kutumia maadui, haimaanishi kwamba tusiwaamini marafiki, lakini anachosema kwamba make friend for friendship but work with skilled and intelligent people, kwamba waache marafiki wawe marafiki tu, lakini fanya kazi na watu ambao wana akili na maarifa. Kwa kichwa kutokea ni kwamba ni nini ilimgharimu maisha Michael watatu wa Byzantine nini Empire. Kuna baadhi ya mifano ambayo inatokea. Kwa mfano ya adui, ukishamjua tayari ni adui, kazi yote ambayo utampa kuifanya, hata hamna kitu ambacho atakificha kwako, tayari ushamthibitisha ni adui. Lakini fikiri kwamba ulikuwa na rafiki ambaye anajua udhaifu wako, anajua wewe uwezo wako, strength iko wapi. Huyo akibadilika inakuwa ni ngumu sana kumzuia. Na wengi ambao walikuja kusalitiwa na marafiki zao wa karibu walishindwa kuligeni kwenye power. Kwa mfano, Mfalme Sang alikuwa ni miongoni mwa wafalme ambao wametawala China kwa takriban miaka 300. Wakati kabla Sang hajawa mfalme, kulikuwa kuna series mbalimbali za vita zinazotokea mara kwa mara baada ya yule mfalme aliyekuwepo kufanywa assassination, yani mauaji. Kwa kila mfalme alikuwa anakuja alikuwa anaelewa kabisa kwamba kitu ambacho nitakuja kufanywa mimi ni assassination. Kwa mfalme Sang alichokifanya, wale majeni walivyokuwa wengi, alitengeneza uaminifu wa kwamba naweza nikafanya kazi na ninyi pasipo kuangamiza. Aliwaita, akawaambia, akawapa heshima ya kuwa baadhi ya viongozi kwenye maeneo, akawapa na mashamba na vitu vingine ambavyo walikuwa wanavitamani. Wengi ambao walitamani kwamba mfalme Sang angewaua, lakini hakuwaua. Kwa hiyo falme yake ilitulia na uzao wake utawala kwa takriban miaka 300 mbeleni. Kwa mwandishi, funzo ambalo tunaipata kwenye sheria hii ni kwamba anasema kabisa kama huna adui, make sure unatengeneza adui. Na kimsingi ni kwamba maadui ndio wanatupatia nguvu sisi ya kupambana zaidi, kwa sababu tunajua kuna watu ambao tunakompete nao. Kwa mfano kwenye maeneo ya siasa, mtu naamini yule aliyeko katika chama tawala anao nafasi, anaweza akamuweka mpinzani, mtu ambaye ana mshindani wake kwenye eneo fulani la kisiasa, labda la kufanya maamuzi, akiwa anajua kabisa huyu atakapoharibu atajulikana tayari alikuwa yuko ananipinga mimi. Lakini Yesu wote mtu huyo atakuwa mwaminifu zaidi, kwa sababu anajua tayari hii nafasi niliyopewa ni mtego, ninaweza nitakapoipoteza kuna namna ambavyo labda nimewekewa katika namna fulani ambayo inaweza ikanigharimu. Kwa adui hana kitu kingine cha kukificha kwako, tayari kashajidhihirisha yeye ni adui. Ndio maana wengi unakuta wanampa nafasi mtu maybe wa upinzani, kwa sababu anajua tayari huyu ni adui. Lakini wengi ambao tuko nao marafiki huwa watamani tujisikie vibaya, yaani huo ndio uhalisia. Rafiki anatamani ujisikie vizuri, lakini pale ambapo utapishana tu na rafiki kuna consequence ambayo itatokea. Kwa sababu gani? Anajua kila kitu kuhusu wewe. That's why katika watu wengi ambao walianguka kwenye falme, waliangushwa na watu wao wa karibu. Kwa mfano, nitakupa mfano mzuri. Miongoni mwa mtu ambaye alisalitiwa na mtu wa karibu sana alikuwa anaitwa Thomas Sankara, ambaye alikuwa ni rais wa Burkina Faso aliyoingia katika njia ya mapinduzi, kafanya maendeleo makubwa. Lakini ndugu yake wa karibu ambaye alikuwa naye, alielewa familia moja, ndo alikuja akampindua, akampiga risasi. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa mipango yote ya Thomas Sankara, ratiba yake ipoje, udhaifu wa Thomas Sankara uko wapi. Na wengi wanakuja kukamatiwa padogo tu ambapo ni mahali ambapo wana udhaifu, lakini adui inawezekana asijue udhaifu wako sana uko wapi, lakini tayari anajua sasa yeye ni adui. Kwa cha kufanya, jaribu kumtumia adui. Sio mara zote tutumie marafiki, lakini haimaanishi kwamba akili yetu kubwa yote tuweke katika kwa maadui. Mwandishi hajazungumzia hivyo, ni kwamba tujue namna gani tutamtumia adui katika kujinufaisha sisi. Kwa sababu gani? Maadui mara zote wanakuwa wako very loyal, kwa sababu anajua tayari kila kitu, anajua bisa kwamba chochote atakachokifanya atakutana na mkono wa hatia. Hiyo ilikuwa ni sheria namba 2 ya katika miongoni mwa sheria 48 za madaraka. Hope so tutakutana katika sheria inayofuata hapa.